Wadau mbalimbali wa maendeleo kutoka sekta za elimu, viwanda, watunga sera, viongozi na umma kwa ujumla wameombwa kujitokeza kwa wingi kushiriki katika maadhimisho ya wiki ya 10 ya utafiti na ubunifu yanayotaraji kufanyika Juni 9 hadi Juni 11 mwaka 2025 katika viwanja vya maktaba mpya ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari mapema hii leo, naibu makamu mkuu wa chuo anayeshughulikia utafiti Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, Profesa Nelson Bonifasi, amesema kuwa maadhimisho hayo yatajumuisha maonyesho ya kazi za utafiti na ubunifu wa wanafunzi na wafanyakazi ambayo yanaambatana na utolewaji wa tuzo kwa watakaofanya vizuri. Maadhimisho ya 10 yatajumuisha maonesho ya kazi za utafiti na ubunifu za wanafunzi ambapo jumla ya miradi 104 itaoneshwa. Pia kutakuwa na kongamano lenye mawasilisho ya mada mbalimbali ambayo yataongozwa na mada kuu ambazo zitawasilishwa na wawasilishaji wawili. Mmoja atatoka kwenye tasnia kwa maana ya industry ambaye atakuwa ni Engineer Peter Ulanga, mkurugenzi mtendaji wa kampuni ya ATCL, ambaye atazungumzia topic ambayo kwa Kiingereza inasema The Future is Now, Global Best Practice in Leveraging AI, Big Data and Digital Infrastructure for Transformative Research and Innovation. Kwa tafsiri ambayo sio rasmi, naweza nikasema ni mustakabali ni sasa, mbinu bora za kimataifa katika kutumia AI, takwimu kubwa, sasa hiyo sio rasmi, na miundombinu ya kidijitali kwa utafiti na ubunifu wa mabadiliko. Lakini vile vile tutakuwepo na mkurugenzi wetu wa ubunifu ambaye yeye anatoka katika chuo chetu, anaitwa Profesa Lilian Kaale, na yeye atawasilisha mada ya pili ambayo ni kuu, ambayo inasema From Lab to Market, UDSM's Digital Driven Pathways for Research, Commercialization and the Social Impact. Kwa tafsiri ambayo sio rasmi, naweza nikasema ni kutoka maabara hadi sokoni, njia za kidijitali za utafiti, ubiasharishaji na athari za kijamii. Aidha, amesema kuwa katika sherehe za ufunguzi zitakazofanyika Juni 9, 2025, ambapo mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na ndugu zangu, katika maadhimisho haya tutakuwa na mgeni rasmi ambaye ni Mheshimiwa Profesa Kitila Mkumbo, ambaye ni mbunge, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais, Mipango na Uwekezaji wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sherehe hizi zitahitimishwa siku ya tarehe 11 mwezi Juni 2025, ambapo mgeni rasmi atakayefunga maadhimisho haya atakuwa ni Profesa Caroline Nombo, Katibu Mkuu Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Kauli mbiu ya maonesho yetu ya mwaka huu ni kutumia teknolojia ya kidijitali ili kuharakisha utafiti na ubunifu na ubiasharishaji wa tafiti zetu. Hata hivyo, amebainisha kuwa kumekuwa na mafanikio makubwa toka wameanza kufanya maadhimisho hayo. Mafanikio makubwa ikiwemo, ukiangalia ripoti iliyotolewa na TAS, Tanzania Association of Startups, ya mwaka huu, inaonyesha kwamba wanaoanzisha hizi startups na makampuni 19% wanatoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ambapo ndio kinachoongoza katika nchi yetu. Takriban 20% ni wanafunzi walio graduate katika Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na wameanzisha kampuni na kuajiri watu wengine. 20% ya startups katika nchi ni kubwa sana, na vyo vingine vina asilimia chini hapo, na hii inatokana na huwa tunazionesha zinapata attention ya kitaifa na kupelekwa huko na kuanzisha makampuni kama hayo. Hiyo ndio impact ya moja kwa moja ambayo ni ushahidi kutoka katika jamii ambao sio tunausema sisi. Maadhimisho ya wiki ya 10 ya utafiti na ubunifu ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ni muhimu, kwani yanalenga kuimarisha juhudi za kitaifa kuelekea utungaji sera na kuzingatia data za kitaifa, maendeleo yanayozingatia mabadiliko ya teknolojia na ustawi jumuishi. Huku maadhimisho haya yakichagizwa na kauli mbiu isemayo kutumia teknolojia ya kidijitali ili kurahisisha utafiti na ubunifu. Nikiripoti kutoka hapa Mlimani TV, mimi ni Asha Athumani.